Mna huyo atakuwa anasumbua mambo ya kimapenzi. Kwa sababu kama ni mambo ya kimuziki, wapo watu wengi wanaweza kumsimamia kimuziki. Tupo sisi, tunaweza kumsimamia muziki. Mimi hapa naweza kumsimamia muziki, mtu mwingine yote akasonga mbali. Kwa hiyo kimuziki hatuwezi kusema kwamba Yami amekata tamaa kwa sababu ya muziki. Ni mapenzi, yule anasumbua na mapenzi, ila anataka hayaingize kwenye mambo ya muziki. Anataka yale mapenzi yake yanayomuumiza, anataka wadanganye wa Tanzania kwamba ni muziki, sio ni muziki umemshinda. Hakuna, si kweli. Umeona? Yaani mwenyewe anataka kutuliza akili. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakijaribu kudili naye ili kusudi waweze kumsaidia, lakini akawa amestake kwenye mapenzi. Kwa hiyo acha dili na mapenzi. Mapenzi yanamuua, na atamuua kweli. Na sisi kwa mtu mwenye anataka kufa kwa mapenzi, tena mapenzi yenyewe ambayo si ya halali, hazina, na afilie mbali, tutamzika. Lakini wewe huamini kama ni stress za muziki? Hakuna muziki wenye stress namna hiyo bwana. Tupo watu wengi wenye uwezo, wapo watu wengi wenye pesa na uwezo kumsimamia yeye. Kwani muziki kitu gani? Unabeba mamilioni mangapi bwana? Muziki ni kitu gani? Tushaufanya muziki, tushausimamia muziki, tunaujua nje ndani. Tunajua njia zote za kusimamia muziki. Umeona? Kwa hiyo yule ni mapenzi na mnyanyasa na utoto pia, umeona? Hakutaka kustick kwenye muziki. Kwa sababu alitakiwa atengeneze kitu na ajiamini. Mwanamuziki sharti la kwanza ujiamini wewe kama wewe, kwamba mimi ni mwanamuziki. Na nitasurvive na nitapambana, nitafika napokwenda. Pengine kuachana na lebo kumemstua, labda alikuwa hajajiandaa kuanza kuwa peke yake. Ndio hivyo kubweteka sasa. Usikae mahali ukasema hapa ndio nimefika. Wewe unakaa kwa kujipanga, siku nikitoka hapa nitaenda wapi? Nitafanya nini? Msanii usifike sehemu kabweteka. Ukasema kwamba hapa ndio nyumbani ndio kila kitu. Hakuna pale pa kupita. Kwa anatakiwa ajipange, ajiandae, ajue namna gani atatoka kimuziki. Atengeneze nyimbo nzuri. Sisi tutamsaidia, tutamsimamia, tutamfikisha mbali. Achana mambo ya kujiua. Kama ni mapenzi achane nayo. Asisingizie mapenzi asisingizie muziki kumbe ni mapenzi. Aweke mbali kwanza mapenzi. Mtoto mdogo yule bado hata maisha hajajitengeneza, ajui ataishi vipi huko mbeleni. Maisha ni marefu. Sasa mtoto mdogo akili yako kiishia kwenye mapenzi, bado na miaka kadhaa hiyo. Je, ukifika miaka na una chochote kile, hujajipanga, hujapata familia. Je, ukija kufikia kwa familia na hujajipanga utaishi vipi? Tengeneza maisha kwanza. Tengeneza maisha ujue kama mimi Nandy ashajitengenezea maisha sasa hivi tayari. Hata akiacha muziki anajua namna gani, anakiduka pale, wanakiduka na mume wake pale, wana vigeni vya kutembelea. Kwa ashajiwekea mazingira, na wewe jiwekee mazingira, asiendekeze mapenzi. Umeona? Wanamuziki wa Tanzania washajua mapenzi ndio kiki ya kubeba muziki. Hata wanaume wanakuta wanabeba kiki ya mapenzi kwenda kwenye muziki. Wanawake pia kiki ya mapenzi kwenda kwenye muziki. Hakuna muziki wa mapenzi bwana, wasitusafurie muziki wetu Tanzania. Hayo ndio mambo ya Dynamo kwenda kufanya show huko Ulaya, show za watu 1500. Amejaza ukumbi watu 5000. Amejaza ukumbi watu 5000. Ulikuwepo? Si ndio taarifa tulizopewa. Hizo bwana, acha hizo bwana. Ustazi, taarifa tunaambiwa ndio msanii wa kwanza Afrika Mashariki kujaza watu 5000. Unajua Marekani kuna watu wamesajili watu wangapi? Ni mwaka gani? Mwaka jana, mwaka juzi? Marekani wamesajili watu 40,000 na ambao wanaishi Marekani. Ambao ni raia wa Tanzania. Raia wa Tanzania wanaoishi Marekani waliosajiliwa kwa kuishi Marekani. Watu 40,000 na. Yeye kaingiza watu 5000. Inakuingia akilini? Na maana kuna Watanzania wangapi hawamjui wa Dynamo? Watanzania wangapi wasiomjua Dynamo? Maana yake 40,000 ukitoa 5000 35. Jiulize imebaki ngapi? Ngoja nimpigie mama watu wangu hapo usikie kama mama watu wangu yuko Marekani. Usikie je alienda? Namuuliza tu wala simwambie kama anafanya interview. Usikie. Nataka anajua kama alienda kwenye show ya Dynamo. Je, anajua kama Dynamo alienda Marekani? Ila kwa sababu anajua ana mitandao ya huku. Wewe huwezi kusema kwamba ni msanii mkubwa uende Marekani kaingiza watu 5000 bwana. Umeona? Na nchi na Tanzania 40,000. Na nchi na watu nchi ya Marekani na Watanzania zaidi ya watu 40,000. Wafu ingiza watu 5000 tu afu jiseme amejaza ukumbi. Umejaza ukumbi. Umejaza ukumbi. Hakuna mzungu hata mmoja aliingia wala Mmarekani wa Kiafrika. Unaona apokee simu sio atakuwa amelala huko. Atakuwa sio busy huko usiku sasa hivi sio saa ngapi huko amelala. Umeona? Nilikuwa nampigia wife hapa yuko Marekani usikie. Umeona anajui kama Dynamo ameenda Marekani. Na hawamjui hata robo. Uwezi ukajidai kama nimecheza watu 5000, watu 5000 kwa Watanzania wanaoishi Marekani watu 40,000 na wao na zaidi. Wao uingize watu 5000 afu ujidai watu 5000 kama watu 5 ni kama wagonjwa wa Amana. Uenda Amana pale ukihesabu unaweza kupata watu 5000. Amana tu hospitali. Wacheza nini?
Sema kwenye show bwana, labda tumepigwa, watu watakwambia kwamba alikuwa Ufaransa kwenye show ya mavazi. Ufaransa alikuwa watu wangapi wanaenda Ufaransa bwana? Watu wanaenda mavazi. Show ya mavazi yeye ana Dynamo kwa kujichomeka. Anajua kujichomeka bwana. Lakini mjanja. Wallahi mjanja. Mimi nampenda kwa sababu ni mjanja. Kwa sababu gani? Alipoona Pididi sasa hivi yuko ndani. Pididi sasa hivi akaona hapa nijiongeze mwenyewe. Kila maana anajichomeka. Maana alipokuwa amesimama, nimeona ile video amesimama juu anatetemeka miguu ile chini, unaona miguu yangu. Onyesha miguu ile tetemeka huko. Usionyeshe viatu, onyesha miguu. Miguu inatetemeka hivi. Umeona? Mijamaa kimekaa tu hivi. Imevaa michena afu na mikofia imeweka tu hivi. Miniga inasimama dakika kadhaa inaondoka. Anasimama dakika kadhaa inaondoka. Jamaa mwanzo mwisho kasimama pale, yeye ndio wa mwisho kuondoka. Ili mradi tu kama lazimchukue muone tu. Ushamba gani huo? Yaani Miniga nakaa magangster yenyewe nakaa dakika mbili hapo. Kadogo kadogo kalikaa chini kakanyanyuka. Kina hela hicho acha. Kina hela afa akimjui Dynamo pa kufa. Akimjui. We, anataka kumsogelea kaona mabongo wake wakamsogeza pembeni. Yaani walijua labda kama yule ni bodyguard. Unajua walijua Dynamo ni bodyguard wa msanii. Lakini wakasema mbona bodyguard hana nyama, hana misuli. Sasa alafu akatetemeka. Kwa vitu kama hivyo bwana, vitu vya kuangalia. Huwezi kujichomeka kwenye mambo ya watu alafu unataka kusema tu kwamba wewe ni fashion show wa mavazi. Fashion show ya mavazi wa wapi? Unajua kuvaa wewe? Unajua kuvaa? Hebu niambie anavyovaa. Si anavyovaa Harmonize bora kuliko kuvaa yeye anavyovaa. Anafaga pensi. Anavaa nani yeye? Sasa hivi ameanza kumwiga Kofi kuvaa. Anamwiga Kofi kuvaa. Olomide, Papa Mubimba. Arobaki nanga kozonga tu kategori confondi. Muyibi. Hatari sana. Harmonize amemshirikisha Rude Boy, pacha wa P Square. Yes. Lakini wiki hiyo siku hiyo bwana, Diamond naye ametoa nyimbo yake, kule Ibla ametoa nyimbo. Watu wakasema sasa hawa wasanii safari. Wasanii tuongelea nani, unajua Dynamo lazima asafirie upepo wa Harmonize. Ameenda kufanya vituko huko nje England. Anaenda kufanya show. Ule ukumbi aliokuwa anafanya show, inatakiwa ukumbi ni msanii aingie saa 1 na ukumbi unafungwa saa 5, ndio sheria za ule ukumbi. Dynamo kaenda saa 4. Kaenda saa 4. Hivyo mashabiki watu wamemind sana. Na hii habari naizungumza toka England. Waingereza wanajua. Na interview inayoifanya kama anasema uongo, watu huko wanaishi Scotland, England wa comment waseme nasema uongo ama uongo. Ukweli. Wamemind sana. Kaboronga. Wameenda Scotland. Picha alizokuwa anapiga na mamake mzazi. Mimi nimepigiwa simu wallahi. Na mamake mzazi mpaka wanahisi vibaya. Sema wewe mtoto huwezi kupiga mapicha kama yana mamako. Watu wanaona vitu vya ajabu. Na nyinyi watoto wa Kiislamu lazima kuwe na mipaka na heshima kwamba huyu ni mamangu. Iyakum mtu anasema jiepusheni na mahala pa kutuhumiwa. Ile sehemu ya kutuhumiwa tu jiepushe, usituhumiwe kwa vibaya. Kwa nini tuishi mazingira mabaya na sisi Waislamu? Eti mwanamuziki uko Scotland wamezungumzwa vibaya, wameenda Marekani wameboronga, wamepiga show ya watu 1500 tena wanaweza kwa hawajafika. Wakati wa Marekani wanaishi watu zaidi ya 40,000 na yeye anajifaharisha kuona amepiga watu 1500 kati. Ina maana Watanzania wangapi hawamjui? Na hawa hata wamjui Watanzania wanaishi Amerika. Sasa akaona hapa ngoja safina upepo wa Harmonize. Maana na mimi nikitoa watu watazungumza Harmonize katoa na yeye ametoa. Harmonize ametoa. Yaani ndio ujue kama jamaa bila Harmonize hawezi kusonga mbele. Harmonize. Diamond bila Harmonize hawezi kwenda. Ataenda wapi? Ufaransa alikwenda kwenye kudandia show za watu za mavazi. Nimeona akasimama na kofia yake, anashangaa. Ani atulizi macho yuko tu hivi. Ona, amevaa kofia kama ana degedege. Show gani wewe mtu mwenye degedege unaenda kwenye show za watu wamekaa smart, wamependeza. Wewe unapeka degedege? Degedege unapeka kwenye upeleke degedege kwenye show za watu. Alafu watu wanakaa dakika 2 anasepa. Wewe unakaa mwanzo mwisho. Wewe. Hiyo ni aibu kwa taifa letu la Tanzania kwamba kuna underground kaja hapa akakaa mwanzo mwisho. Kamera za mwisho, yani yeye ndio kaondoka wa mwisho. Labda wakute tu video editiwa kwamba watu wamebaki ndio katoka. Ngoma ya Harmonize narudi.
Boge la ngoma, huyu jamaa hajawahi kubahatisha. Hajawahi kubahatisha kusema kweli. Harmonize ni mwanamuziki mzuri sana na watu wanamjua na wanamjua wanamheshimu Harmonize. Umeona ni kama kwa mfano sasa hivi Juma Jux pia ni mtu arefu. Umeona ameimba Juma Jux ameimba nyimbo kama Nigeria. Umeona hii kama Nigeria. Nigeria nzima watu wamemfahamu Juma Jux. Yaani wanamjua kuliko wanavyomjua Dynamo. Dynamo akasema hapa ngoja nisafiri naye kwenda Uingereza. Kwa hiyo jamaa na Safina anajua hapa nikiandaa show watakuja wa Nigeria wengi kuja kumuona nani? Juma Jux na mimi nitaonekana hapo. Jamaa mjanja. We noma we. Nataka uniambie tu kwenye swala la ujanja Diamond unamkubali. Au hata mimi mjanja. Kwa hiyo ujanja, unajua mimi mjanja na mtu mjanja namjua. Lakini ujanja kwenye sekta yake ya muziki yani ujanja wa kutumia yani mwake ujanja ni mtu ambaye ashafeli tayari, ashafeli lakini sasa anatumia opportunities za kupitia watu. Umeona Kama vile Juma Jux anajulikana kule Nigeria, ameoa kule Nigeria akasema huyu niko naye sasa hivi. Alafu Juma Jux akishachunda akila anamweka pembeni. Umeona tu hivyo vizuri. Ni kama alivyokuwa mjanja nani Omari. Omari alivyoharibu kule na nini kwa yule Mwarabu, asema chukua pepo kwa Dynamo. Alikuwa kama bodyguard. Anapoenda Dynamo na Omari yupo tu. Kuimba aimbi, yeye atembea. Sijui anafanya kazi gani jamaa. Sielewi kilichompeleka Uingereza Omari ni nini. Ameenda kuimba, yeye ni bodyguard, yeye ni mhasibu, yeye ni katibu. Sielewi. Kuna mwingine, kuna kingine katembea hivi keupe hivi kembamba, kamefanya hivi mkono. Designer sasa gani? Kale designer Huwa kana design hivi mkono. Hivi kana design. Kanamvalisha msanii. Kanamvalisha? Yaani msanii anakuwa yuko uchi alafu anamvalisha. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.